Sasa nitamwambia nini? Ni rahisi sana. Mwambie ukweli. Katika mtaa wa kifahari wa Rosewood Estate, aliishi mwanaume aitwaye Kelvin pamoja na mke wake Asha. Walikuwa wamepanga kwenye nyumba ya kisasa yenye vyumba vitatu, sebule kubwa, bustani safi na mwanga wa kutosha. Maisha yao yalikuwa ya utulivu na upendo, mpaka siku ambayo dada wa Asha aitwaye Nuru alihamia kwao. Nuru alikuwa msichana mrembo, mwenye tabasamu la kuvutia na umbo lililokuwa likimchanganya kila mwanaume aliyempita. Alikuwa amekuja jijini kutafuta kazi, na kwa kuwa Asha alipenda kusaidia familia, alimwomba Kelvin wakubali Nuru kwa muda mfupi hadi mambo yake yaimarike. Kelvin hakusita kwa sababu aliamini kuwajali ndugu wa make ni wajibu. Siku za mwanzo zilipita vizuri tu. Nuru alikuwa mnyenyekevu, mwenye adabu na mwenye kujituma. Alikuwa anasaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani na kuhakikisha hakusumbua. Lakini taratibu, macho yake yalianza kubadilika. Muda mwingine alikuwa akimwangalia Kelvin kwa jicho la ajabu, jicho lililokuwa na ujumbe ambao Kelvin hakutaka kuutafsiri. Siku moja usiku, Asha alikuwa kafika nyumbani kuchelewa baada ya kikao kazini. Kelvin alikuwa sebuleni akitazama TV. Nuru akamfuata akajifanya anataka kupita tu, lakini akaegama karibu yake zaidi ya kawaida. Kelvin alisogea pembeni juu ya staha akajifanya hatambui, lakini Nuru alizungumza kwa sauti ya chini, laini iliyojaa ujumbe uliositirika. Kelvin, huwa unajua wewe ni mwanaume mzuri sana. Kelvin alishtuka akajifanya kucheka kama mzaha. Nuru, usinilete utani wa ajabu, mimi ni mume wa dada yako. Lakini hilo halikumzuia Nuru. Kwa siku kadhaa alizidi kumfuata, mara kumsifia, mara kumpa mapishi ya maalum, mara kumletea maji ya kunywa akiwa anapumzika. Kelvin alimkwepa kwa kila njia. Alikuwa mwaminifu na hakuamini kama inaweza kufika mbali. Siku moja Asha alikuwa safarini kikazi kwa siku 2. Usiku wa kwanza Nuru alikausha kabisa mipaka. Alikaa karibu sana na Kelvin sebuleni, akamwambia wazi, nimekupenda tangu siku ya kwanza. Asha ana bahati, lakini hata mimi najua thamani yako, usijifanye hujui. Kelvin alikasirika. Nuru, acha kabisa. Huoni kama unamkosea heshima dada yako? Mimi siwezi kufanya jambo lolote kama hilo. Lakini Nuru hakurudi nyuma. Alikuwa na silaha moja ambayo Kelvin hakuwahi kuitarajia, kulia. Alijifanya amevunjika moyo, akalia sana akisema, sawa, basi nifukuzeni. Sitaki kuendelea kuishi mahali ninapodharauliwa. Kelvin alijaribu kumtuliza kwa maneno, lakini bahati mbaya akafanya kosa. Alimsogelea kumfuta machozi. Ndipo Nuru kwa ujanja akamkumbatia kwa nguvu na kumlazimisha kumbusu. Kelvin alijaribu kujitoa, lakini Nuru hakuacha. Moyo wake ulitetemeka, mawazo yakachanganyikiwa, na katika mchanganyiko wa shinikizo, upweke wa usiku na hofu ya kumuumiza, akajikuta akikosea. Usiku huo ukaanza kitu ambacho hakikupaswa kuanza. Kelvin akawa anatamani kuacha mara moja, lakini Nuru alikuwa mwerevu. Alikuwa anamwandama, anamteka kwa maneno, vitendo na vitisho vya chini chini, kama vile, nikisema tu Asha atanifukuza, ataniona mimi ndiye waathirika. Kelvin akawa amenaswa kwenye mtego. Hata hivyo, mapenzi ya Kelvin kwa Asha yalikuwa kubwa. Moyoni alijua anachokifanya ni kosa na alitaka kukomesha. Alipanga kumwambia Nuru kuwa hawezi kuendelea, lakini hakujua Asha mwenyewe ameanza kuhisi mabadiliko. Asha alianza kuona Kelvin amekuwa na wasiwasi. Nuru naye amekuwa akifanya mambo kwa msisimko usio wa kawaida. Kulikuwa na majibu mafupi, mato yanayotoroka na hewa ya ajabu nyumbani. Asha hakusema, lakini alianza kuchunguza kimya. Siku ya tukio ilifika jioni ya Jumapili. Kelvin alikuwa chumbani kwake akiwa anajaribu kuzungumza na Nuru kumaliza kila kitu. Nuru alikuwa amekataa, akimwambia, ukiacha mimi Asha atakuchukia milele. Wewe ni wa kwangu pia. Wakati Kelvin anajaribu kumshawishi wamwambie ukweli Asha, mlango ukafunguliwa ghafla. Asha alikuwa amesimama mlangoni, uso wake umejaa mchanganyiko wa hasira, maumivu na mshtuko. Aliwaona wazi. Hawakuwa wamelala, lakini walikuwa karibu kupita kiasi, na ukimya ulikuwa ushahidi tosha. Kwa hiyo Asha akasema kwa sauti ya utulivu uliotisha, hiki ndicho mmekuwa mkifanya nyuma ya mgongo wangu? Kelvin alitetemeka, moyo ukimuuma. Nuru aliteteka macho akijifanya ndiye mwathirika, lakini Asha alimkata maneno mara moja. Usijifanye, nimekikuangalia siku nyingi. Kulikuwa na ukimya mrefu. Kelvin akainama chini, machozi yakimtoka kimya. Asha hakufanya fujo, hakupiga kelele, lakini alitoa tamko moja, kuanzia leo Nuru hutakaa hapa tena. Nuru alijaribu kusema, lakini Asha alimwambia, umevunja uaminifu wangu, kwa hiyo ondoka kabla sijavunjika kabisa. Baada ya Nuru kufungasha na kuondoka, usiku ule Kelvin na Asha walikaa sebuleni, kimya kirefu. Kelvin akaanza kuomba msamaha kwa maumivu ya kweli.
Alimwambia kila kitu, akakiri alilazimishwa, akakiri alijaribu kukataa, akakiri kuwa alikosea pale alipojitoa kinguvu. Asha alikaa kimya kwa muda mrefu, macho yake yakijaa machozi, lakini mwishowe akasema maneno yaliyokuwa kama pumzi ya matumaini. Kelvin, kosa limefanyika. Nimeumia sana, lakini bado nakupenda. Tujaribu kutengeneza upya, lakini huyo dada yangu harudi hapa tena, zisi nyingine. Kelvin akakubali kwa moyo wote, na siku hiyo wakaamua kuanzisha mipango ya pamoja ya kumzuia Nuru kurudi kwenye maisha yao. Walibadilisha funguo za nyumba, wakafunga kamera za usalama, na wakakubaliana kuwa siri zao na matatizo yao yatatatuliwa kati yao wawili tu. Kuanzia siku ile, nyumba ya kifahari haikuwa tena uwanja wa usaliti. Ili mahali pa kujenga upya, pa maumivu na pia pa uponyaji. Na Nuru aliondoka kwao akiwa amechafulika na kosa la tamaa zake, na hakurudi tena katika maisha yao. Mwisho.